hiyo milioni 7 mlipe, na bahati nzuri una mbunge mjanja kabisa, ameshakuwa hapa mbunge kashakuwa mwenezi, mkuu wa mkoa kashakuwa mwenezi, na hawa ndo walikuwa wanatuelekeza tuchukue hizo hatua. Sasa bwana, hebu chukua hatua haraka bwana, umezingirwa na watu wa maelekezo matupu hapa. Haya, hili limeisha. Yule mwingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mmoja wa wanafunzi wa mwanachuo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mmoja wa baadhi ya wanafunzi tuliokuwa tumedahiliwa katika chuo cha Mwanza University. Cha serikali cha binafsi? Chuo binafsi. Hicho chuo kilidahili nje ya utaratibu wa serikali. Kilidahili wanafunzi wengi. TCU walipogundua walikuja wakatuhamisha na wakaambia kwamba Mwanza University wanatakiwa watuhamishe kutokana na taratibu za chuo. Taratibu za chuo zilipofanyika, tuliweza kuhamishwa na Mwanza University. Endelee. Lakini tulipofika katika vyuo tofauti, tulikuwa tunahitajika kulipa ada katika vyuo tulivyoweza kuhamishiwa. Tulipofika katika vyuo tulivyohamishiwa, wakuu wa chuo walikubali kutupokea kutokana na barua iliyokuwa imetumwa katika chuo cha Mwanza University. Chuo cha Mwanza University waliahidi kwamba tutapofika katika hicho chuo husika watawasilisha ada zetu katika chuo husika. Tulipofika chuo tumekutana na changamoto ya chuo cha Mwanza University, hawataki kuturudishia ada zetu. Tumekuwa tukipitia changamoto na hata kuandikishwa barua kwa ajili ya kutaka kufanya katika kipindi cha mtihani. Na tulipozidi kuzungumza na katika uongozi wa Mwanza University walikuwa wanatuambia watatulipa. Tumewapigia juzi uongozi wa Mwanza University, wanatuambia hawawezi kulipa chochote, tufungue kesi sehemu tunapoweza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba msaada wako sisi kama wanafunzi au wanachuo. Maana yake tunapitia changamoto kubwa, tunakosa hata uhuru wa kusoma kwa amani. Kwa sasa uko chuo gani? Nipo chuo cha KCMC. Uko KCMC. Umesafiri kutoka Moshi? Ndiyo. Njoo hapa uonane na naibu waziri wa TAMISEMI. Njoo uonane na naibu waziri wa TAMISEMI hapa. Haya, mpeni mwingine.